Je, ungependa kufikia uhuru wa kifedha mapema na hivyo kuacha kuishi kwa kutegemea mshahara hadi mshahara na hatimaye kuwa na uhuru wa kuchagua unachotaka kufanya kwa muda wowote unaotaka? Watu wengi wanafikiri inahitaji kuwa milionea au kupata mshahara mkubwa ili uweze kufikia uhuru wa kifedha. Lakini ukweli ni kwamba kuna siri chache rahisi ambazo zinaweza kukuweka kwenye njia ya kufanikisha hili haraka zaidi kuliko unavyodhani. Leo nitakushirikisha siri 5 rahisi kabisa ambazo nimezijaribu mwenyewe na zimenisaidia kuanza safari ya uhuru wa kifedha mapema. Naamini zinaweza kusaidia pia. Wengi wetu tumefungwa na mfumo wa kawaida. Unasoma, unapata kazi, unalipa madeni, unangoja kustaafu ili ufurahie maisha. Lakini ukweli ni kwamba wengi huishia kuchoka na kuishi maisha ya madeni na kamwe hawafikii uhuru wa kifedha. Pia kuna taarifa nyingi mtandaoni, zingine zinachanganya, zingine ni ndoto tupu. Lakini leo nataka kuondoa ukungu huo wote na kukupa mwongozo rahisi wa vitendo ambao unaweza kuanza nao kutumia ili uweze kusaidia kufikia uhuru wa kifedha. Sasa hebu ngoja tuziangalie hizi siri 5 rahisi ambazo ukizitumia zinaweza kusaidia kuweza kufikia uhuru wa kifedha. Siri ya kwanza ni hii: weka bajeti rahisi na fuata kanuni ya 50-30-20. Uhuru wa kifedha unaanza na kujua hela zako zinaenda wapi. Kanuni ya 50-30-20 ni rahisi sana kuifuata. 50% ya mapato yako kwa mahitaji muhimu, kwa mfano kodi, chakula, usafiri na kadhalika. 30% kwa ajili ya mambo yasiyokuwa ya lazima, kwa mfano burudani, starehe na vitu vingine vya ziada. Na 20% kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Ukifuata kanuni hii ya bajeti, unajipa msingi wa kifedha thabiti. Siri ni kujidhibiti na kuhakikisha kila shilingi ina kazi. Siri ya pili ni hii: ondoa madeni kwa mkakati wa snowball au avalanche. Madeni ndiyo kikwazo kikubwa kwa uhuru wa kifedha. Njia rahisi ya kuyashinda ni kutumia mikakati ya snowball au avalanche. Sasa maana yake ni nini? Snowball maana yake ni kwamba lipa madeni madogo madogo kwanza ili ujipatie motisha ya haraka. Na avalanche ni lipa madeni yenye riba kubwa kwanza ili kuokoa pesa zaidi kwa muda mrefu. Amua njia ipi inakufaa, kisha usirudi nyuma. Kila deni likilipwa unakaribia uhuru wako wa kifedha. Siri ya 3 ni hii: anza kuwekeza mapema hata kwa kiasi kidogo. Uwekezaji ndio injini ya uhuru wa kifedha. Na hapa watu wengi hukosea. Wanasubiri hadi wawe na pesa nyingi. Ukweli ni kwamba kadiri unavyoanza mapema hata kwa kidogo ndivyo unavyonufaika zaidi na nguvu ya riba juu ya riba, yani compound interest. Unaweza kuanza na kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji kama UTT AMIS, hisa na mifuko ya pensheni. Siri ni kuanza leo hata kama ni kwa kiasi kidogo sana. Siri ya 4 ni hii: ongeza vyanzo vya mapato. Mshahara pekee mara nyingi hautoshi kufanikisha uhuru wa kifedha mapema. Hapo ndipo vyanzo vya mapato ya ziada vinapoingia. Fikiria kuanzisha side hustle mtandaoni, yani biashara mtandaoni, iwe kipato cha ziada mtandaoni. Lakini pia unaweza kaamua kuuza huduma au bidhaa kulingana na ujuzi wako. Wewe ni mwalimu, unaweza kaamua kuanzisha masomo ya ziada mtandaoni au nje ya mtandao, au inawezekana wewe umesoma biashara ukaamua kutoa huduma za ushauri wa kibiashara mtandaoni au nje ya mtandao,
na kadhalika. Pia unaweza kujifunza ujuzi mpya kama digital marketing, yani masoko mtandaoni, freelancing au content creation au kutengeneza maudhui ya mtandaoni. Hata chanzo kimoja cha mapato ya ziada kinaweza kufanya tofauti kubwa kwenye safari yako ya kufikia uhuru wa kifedha. Siri ya 5 ni hii: jifunze kudhibiti mtindo wa maisha. Epuka lifestyle inflation. Hii ndiyo siri ambayo wengi hupuuza. Kadri mapato yako yanavyoongezeka, hamu ya kutumia zaidi nayo huongezeka. Tunaita ni lifestyle inflation. Sasa solution ni nini? Endelea kuishi chini ya kipato chako hata kama mapato yako yanaongezeka. Badala ya kuongeza matumizi yako kila unapopata bonus au ongezeko la mshahara, weka sehemu kubwa kwenye uwekezaji na akiba. Hii ndiyo siri ya kuharakisha safari ya uhuru wa kifedha. Sasa napokuwa nikaribia mwisho wa video hii, naomba tukumbushane kila ambacho tumejifunza katika somo la leo. Siri 5 rahisi za kufikia uhuru wa kifedha mapema. Siri hizo ni hizi. Siri ya kwanza, weka budget katika mfumo wa 50-30-20. Siri ya pili, kuondoa madeni haraka. Siri ya 3, kuwekeza mapema hata kama ni kidogo. Siri ya 4 ni kuongeza vyanzo vya mapato. Na siri ya 5 ni kudhibiti mtindo wa maisha. Kumbuka, uhuru wa kifedha si jambo la kifahari, ni haki yako. Na haijalishi ulipo sasa, unaweza kuanza safari hii leo. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, changamoto yangu kwako ni hii: chagua angalau moja ya siri hizi na uanze kuitumia leo. Hakuna wakati mwingine bora zaidi ya sasa. Ikiwa video hii imekusaidia, tafadhali bonyeza like, subscribe na washa kengele ya taarifa ili usikose video zangu zinazofuata kuhusu safari ya uhuru wa kifedha. Pia andika kwenye comments hapa chini ni siri ipi utakayoanza nayo leo. Napenda kusikia kutoka kwako. Asante kwa kutazama, na kumbuka, uhuru wako wa kifedha upo mikononi mwako.